Sekta ya uvuvi ni miongoni mwa nguzo muhimu ya uchumi wa bluu inayotoa ajira, kipato na chakula kwa mwananchi, na vile vile ni chanzo muhimu cha biashara na fursa za kiuchumi, hususan kwa vijana na wananchi wote wanaoishi katika maeneo jirani na bahari. Serikali ya awamu ya 8 imeendelea kufanya juhudi mbalimbali kufikia shabaha ya dira ya maendeleo ya 2050 na ilani ya uchaguzi mkuu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 ambazo zote kwa pamoja zinaelekeza kuweka misingi wezeshi ya kuifanya sekta ya uvuvi kuwa ya kisasa, salama, yenye tija, chanzo cha ajira na inayotoa mchango katika uchumi wetu. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, uzalishaji wa samaki umeweza kupata mafanikio makubwa na kufikia 108%, na pia uzalishaji wa mwani umeweza kufikia 124%. Haya ni mafanikio makubwa yanayoonyesha kwamba hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali katika kuimarisha uchumi wa bluu zinaendelea kutoa matokeo chanya kwa wananchi na kwa uchumi wa Zanzibar. Serikali imeamua kuja na mpango madhubuti wa programu ya Okoa Mvuvi Zanzibar kwa lengo la kuhakikisha kwamba usalama wa mvuvi unakuwa sehemu ya msingi ya maendeleo ya sekta ya uvuvi. Kupitia programu hii, wavuvi wataweza kupata elimu na ujuzi wa usalama baharini, vifaa muhimu vya uokozi na kuimarishwa kwa mifumo ya uokoaji ili kukabiliana na majanga ya baharini. Kadhalika, wavuvi watapatiwa boti zenye uwezo wa kwenda masafa marefu baharini pamoja na vifaa kamili vya uvuvi. Kama ambavyo tumeelezwa kwamba boti 15 zitatolewa kwa wavuvi. Kati ya hizo boti 14 zina urefu wa mita 8 na boti moja ina urefu wa mita 14. Ugawaji wa vifaa hivi ambavyo vitatolewa muda mchache ujao ni ishara ya kwamba programu hii imeanza kufanya kazi na itakuwa endelevu. Sambamba na hilo, utambuzi wa wavuvi Zanzibar umefanyika ambapo jumla ya wavuvi 85,000 tayari wametambuliwa na kusajiliwa, na kwa kuanzia wavuvi 1101 watapatiwa leseni zao ambazo zitatumika kuwatambulisha ndani na nje ya Zanzibar, na pia zitawasaidia pale wanapohitaji mikopo ya benki, zitatumika kutoa utambulisho wa kazi yao. Kwa hakika, kupitia programu ya Okoa Mvuvi ambayo ndani yake ina programu ya utambuzi wa mvuvi, kuwapatia elimu ya usalama baharini, leseni, pamoja na kuwawezesha wavuvi kwa kuwapatia vifaa kama vile boti zenye vifaa kamili vya uvuvi na makoti ya kujiokolea, tumeweza kuitafsiri kwa vitendo kauli mbiu ya hafla hii isemayo Okoa Mvuvi, ongeza uzalishaji wa samaki. Na wasihi sana wananchi kuendelea kuchangamkia fursa za kiuchumi katika sekta ya uvuvi. Kadhalika, kwa wale wavuvi ambao watakabidhiwa vifaa vya uvuvi na usalama leo na wengine wote ambao watapatiwa vifaa hivyo, na wasisitiza kuvitunza, kuvitumia kwa kufuata utaratibu ulio sahihi ili viweze kutumika kwa muda mrefu zaidi na muweze kufikia lengo la kukua kiuchumi na huku mkiwa mko salama. Vile vile, miundombinu ya madiko ambayo inaendelea kujengwa katika maeneo yetu tuendelee kuitunza ili iweze kutunufaisha sisi na vizazi vijavyo. Tuendelee kushirikiana na sekta ya uvuvi kuitunza bahari yetu ambayo ndio afisi ya mvuvi inayompatia manufaa, na wala tusikubali kuwaacha baadhi ya watu kutumia mitego isiyokubalika, mabomu na mengineyo ambayo yanaathiri bahari yetu. Kwa lugha nyepesi, tusikubali kuendelea na uvuvi haramu, ndugu zangu wanapombe.
Hili ni jambo ambalo halina tija na litaendelea kuathiri kama ambavyo wenzangu walionitangulia wamelitolea maelezo.